Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu kwa kutia moyo na kuyajenga maisha yako ya kiroho na ya kimwili kila siku. Karibu sana mahali popote ulipo, na kabla ya mambo yote naomba tumshukuru Mungu. Tunakushukuru sana Baba yetu wa mbinguni kwa neema yako iliyo juu ya maisha yetu. Bariki kipindi cha leo na ujumbe huu wa neno lako. Asante kwa sababu ya kila msikilizaji wetu ambaye Bwana yuko na anatusikiliza. Tunakuomba neema yako ikapate kuachiliwa juu yake. Roho yako Mtakatifu akaachilie neema katika jina la Yesu Kristo. Naomba ujumbe huu wa neno lako Bwana ukaguse na kubadilisha maisha ya watu. Amen. Na leo tuna somo jipya kabisa linalohusu utulivu wa rohoni. Utulivu wa rohoni. Na tunaongozwa na neno la Mungu kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mpaka mstari ule wa 11 mpaka wa 13. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari ule wa 11 mpaka wa 13. Unaona jinsi mtumishi wa Mungu Elia alipokuwa amejificha pangoni baada ya yale matisho ya yule Malikia Yezebeli. Na akataka kutoka ili asimame mbele za Bwana akiwa mlimani huko. Sasa ukapita upepo mwingi wa nguvu, ukapasua miamba, ulivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwepo katika huo upepo. Baada ya upepo kulipita tetemeko. Ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 utaona. Baada ya upepo kulipita tetemeko la nchi. Baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwepo katika tetemeko. Bwana hakuwepo katika kelele na moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Elia akatoka nje aliposikia sauti ndogo ya utulivu, Mungu akasema naye. Somo hili ni zuri sana. Linazungumzia utulivu wa ndani. Katika kumsikia Mungu unahitaji utulivu wa rohoni wa ndani. Hebu angalia Elia mtumishi wa Mungu. Upepo umekuja mwingi, lakini Mungu hakuwa kwenye upepo. Tetemeko, unaambia upepo ulikuwa mkubwa ambao unavunja miamba, lakini Mungu hakuwa kwenye huo upepo. Tetemeko, Mungu hakuwepo. Moto, Mungu hakuwepo. Mpaka ile sauti tulivu akatoka. Yamkini kuna mambo umekuwa ukiyaombea muda mrefu na unaona Mungu haongei. Una mahangaiko mno ndani. Muombe Mungu akujalie. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie niache katika hali ya utulivu. Mungu hupenda sana kuzungumza katika hali ya utulivu. Watumishi wengi wa Mungu hawana utulivu wa ndani, utulivu wa rohoni. Katika ile Zaburi ya 23 mstari ule wa 2 inasema, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mungu huongoza watu katika hali ya utulivu. Ukitaka kumsikia Mungu lazima utafute utulivu kwanza. Yaani ukitaka kumsikia Mungu lazima utafute utulivu kwanza. Kile kitabu cha Isaya sura ile ya 30 mstari wa 15 mstari wa mpaka wa 33 anasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Ona neno hilo, kutulia na kutumaini. Yaani kitu chochote ambacho kinakunyima utulivu na Mungu, maana yake kinakuletea mahangaiko rohoni, hakitokani na Mungu, kinatokana na shetani. Kwa nini? Biblia inasema katika Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa jambo lolote. Kwa hiyo ukiona unasumbuka ndani, hizo hali za kusumbuka hizo hazitokani na Mungu, zinatokana na adui. Mungu anafanya kazi katika hali ya utulivu, katika hali ya utulivu na katika hali ya kutumaini. Adui akitaka kukunyima kumsikia Mungu, ataleta hofu na mahangaiko ndani yako. Kwa hiyo ukishaanza kuona una hofu na mahangaiko ndani yako, ujue kwamba ni sikio lako la rohoni linabana na adui kwa siri. Kwa kuna watu wengi wananisikiliza, lakini wataona hili jambo. Unaweza kukuta simu yako iko vizuri tu, hakuna mtu anakupigia. Ngoja useme unaingia kwenye maombi, simu zinaanza kupigwa mfululizo kuja kwenye simu yako. Paka wengine sasa unashangaa naacha mahubiri, anaenda kupokea simu nje. Paka mwingine unashangaa ni kanisani.
Wakati mwingine watu wametulia, lakini wakati wa neno wengine wameanza kubanwa mikojo, kelele zinapigwa huku, watoto wanaangusha vitu. Ile yote ni mpango wa shetani wa kuibia kanisa utulivu katika kumsikia Mungu, kwa sababu neno ni Mungu. Lazima tuelewe kabisa neno la Mungu ni Mungu, na Mungu anasema ni mtakatifu, anatafuta watu wa kumwabudu katika hali ya utakatifu. Kuna mambo mengi sana yanaiba utulivu wa watu bila wao kujua. Mambo ya mahangaiko ya dunia hii yanaiba utulivu. Biashara yako inaweza ikawa imetumika kuiba utulivu wa kumsikia Mungu. Taarifa unazopewa zinakuibia utulivu. Mahangaiko, unakosa ratiba yako na Mungu kwa sababu ya mahangaiko. Kwa kuna watu wanateswa sana na hii hali ya kukosa utulivu wa ndani. Tutakuja kutoa sehemu ya pili ya somo hili la utulivu wa rohoni na itatusaidia zaidi. Naamini ya kwamba umeshaanza kuona tunakoelekea kupitia somo hili. Naomba sasa chukua hatua hizi ambazo nitakwambia kusaidia. Cha kwanza, kama simu yako inakunyima utulivu wa kumsikia Mungu, izime. Kama unaingia kwenye maombi, zima hata kwa lisali moja. Kama maombi yako ni lisali moja, zima au mute kabisa. Cha pili, jifunze kumpa Mungu first priority, yani nafasi ya kwanza. Alafu sasa baada ya hapo, zuia vitu vyote vinavyopiga kelele katika eneo hilo la maombi. Na kama huwezi kuvizuia, nenda mlimani au kwenye vyumba vya maombi ya faragha vya kuzamia, ili uweze kusikia Mungu akizungumza. Mungu sio wa machafuko, hawezi kuzungumza wala kufanya kazi kwenye maeneo yasiyokuwa na utulivu. Kwa hiyo nitatoa sehemu ya pili ya somo hili muda si mrefu. Mungu akubariki kwa kuendelea kutufuatilia, na nataka niombe na wewe. Baba wa mbinguni, umesema ya kwamba kando ya maji ya utulivu huongoza. Naomba sasa katika utulivu wa rohoni utujalie utulivu. Naomba utulivu na kunyenyekea mbele za uso wako, kwa sababu mimi ni mnyonge, nahitaji nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, jalia watu wako roho ya utulivu, wajalie hali ya utulivu katika kukusikia wewe. Naomba watakayokaa katika utulivu wasaidie kukufahamu wewe ni nani. Katika jina la Yesu tunavunja roho zote zinazoleta shida, roho za kuibiwa utulivu, roho zinazopambana na usikivu wa watu. Tunagusa kwa damu ya Yesu na kuvunjavunja, na tunatangaza ya kwamba mtu huyu atakaa kwa kutulia na kutumaini. Amen. Mungu akubariki sana. Tumia namba zinazopita hapo kwenye skrini yako kututumia ushuhuda, au kama una sadaka yako tutaipata kwa ajili ya kuwezesha vipindi hivi kufikia watu wote ulimwenguni. Na hadi wakati mwingine, tunakutakia siku njema.